Yesu asifiwe. Tarehe 15 ya mwezi wa 10, kipindi Utupe Riziki Yetu ya kila siku saa 12 hii asubuhi. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Wide Eternal Ministries. Tuna siku mbili hivi nyuma tumeanza kuangalia sifa za mfumo wa Kisodoma au wa Babeli au wa Yezebeli kama ambao tumeita kimsingi mfumo wa mpinga Kristo katika uchumi. Na jana tayari nimeanza kukuletea sifa moja wapo ya mfumo huu ambayo tunaipata kutoka ile kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari ule wa 4 mpaka mstari wa 11. Mstari wa 4 hadi wa 11 umetupa sifa kadhaa. Sifa moja wapo nimekupa jana ya kwamba moja ya ishara ya mfumo huu ni kwamba unaondoa heshima ya tabaka rika kwenye eneo hilo la kiuchumi, kwenye jamii, kwenye kazi ya ofisini, kwenye huduma. Moja ya ishara kubwa ya kwamba huu mfumo tayari unafanya kazi, ile mipaka ya tabaka rika inakufa. Mstari wa 4 sura ya 19 unasema watu wa Sodoma wale wenyeji walikuja na wanatuambia kwamba hawakuona shida ya kwamba wako kwenye matabaka rika mbalimbali kuja. Vijana kwa wazee walikuja, watu wote kutoka pande zote walikuja wakitaka kuzini na vijana wawili, kuwaingilia kinyume na maumbile vijana wawili ambao walikuwa ni wageni wa Lutu, na wote hawakuwa na shida. Na Biblia inaposema watu wote, maana yake walikuwa kwa wanaume kwa wanawake pia walikuja wote, wakafika pale, wanawake wakitaka kushuhudia wanaume walichotaka kufanya kwa wanaume ambao walikuwa wamekuja kwa Lutu. Kwa hiyo inaua ile tabaka rika. Huo ni sifa ya kwanza ya mfumo huu wa Kisodoma. Sifa ya pili ambayo unaiona ni mapenzi ya jinsia moja, ukawaida wa kuwa na mapenzi ya jinsia moja. Ukishaona sokoni, kazini, eneo fulani la kiuchumi, watu hawaoni shida ya kwamba watu wanafanya mapenzi ya jinsia moja na kuhusiana kwa mapenzi ya jinsia moja, ujue mfumo wa Kisodoma tayari unafanya kazi. Mfumo wa Kibabeli tayari unafanya kazi. Ni ajabu sana ya kwamba kuna baadhi ya mitaa hata sasa ukipita Dar es Salaam kwa mfano hapa, unaambiwa mtaani maarufu labda kwa mfano kwa mashoga wa kiume, labda watu wa jinsia moja wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, na watu wanaona ni kawaida. Ukifuatilia zaidi utakuta hilo eneo lina kabiashara fulani ambako pia kanaendelea, ambako ni maarufu hapo na inafahamika. Na ukiangalia chanzo ni nini, chanzo kimeanza kwenye hizo biashara, kwenye hizo shughuli za kiuchumi. Watu wa Sodoma walipokwenda, wanamwambia Lutu, utolee hawa watu waliokuja kwako tupate kuwajua. Ule mstari wa 5 wanasema tupate kuwajua, na mstari ule wa 9 wanamwambia Lutu, mtu huyu mgeni amekuja kwetu na anaanza kutuhukumu. Wakaambia basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo mtu. Mapenzi ya jinsia moja kuona kama ni jambo la kawaida. Kama nilivyokuambia mstari wa 4 unatuambia watu wote, vijana kwa wazee walikwenda, lakini watu wote walitoka pande zote za Sodoma walienda na wakaona ni kama ni jambo la kawaida. Kawaida sasa baadhi ya nchi unajua zimeidhinisha kabisa kisheria ya kwamba mapenzi ya jinsia moja hakuna shida, ni jambo la kawaida na linatawala uchumi. Unajua misaada mbalimbali sasa baadhi ya nchi hazitoi kama haungi mkono masuala ya mapenzi ya jinsia moja kwa wanaume na kwa wanawake. Ukishaona hili jambo linaanza kuwa la kawaida kwenye eneo la kibiashara, eneo la uchumi, ujue tayari mfumo unafanya kazi. Mfumo unafanya kazi. Sasa yako makampuni ambayo yanaona yakiajiri kwa mfano watu ambao wanafanya mapenzi ya jinsia moja, ndivyo wanavyovuta wateja zaidi. Na mimi nakwambia ni jambo ambalo tayari liko kwa ukubwa. Utaenda baadhi ya maeneo, kwa mfano hoteli nyingi, maeneo fulani ya restaurant kubwa za kimataifa, ukienda utachunguza kwa kuangalia tu, utaona kuna watu wawili au mmoja ambao wanaonekana ya kwamba wana promote au wanaunga mkono au wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Kufanya utafiti mdogo unajaribu kujiuliza kwa nini wanaajiri mtu wa namna hii. Jibu moja utakalopewa ni kwamba kwa yeye kuwepo tunapata wateja zaidi. Kwanza tunaonekana tunajali haki za binadamu, lakini pili kuna watu ambao wanaona hatutengi watu. Kwa hiyo tunapata wateja zaidi
na ndio maana tunamwajiri. Tunajua ni vibaya, hata si hatufurahishi, lakini kuwepo kwake kunafanya tupate wateja wengi wa kimataifa. Unaona, ni jambo ambalo kidogo kidogo linaingizwa kwenye mfumo, na sasa linashika hisia za watu wanaoenda kula. Kwa mfano kama ni restaurant, wataona kama ni jambo la kawaida, watoto watajifunza, taratibu linaingia kwenye mfumo. Hii ni moja ya sifa ya mfumo wa Kisodoma. Na sifa ya tatu ambayo unaiona kwenye mfumo huu, ukisoma mistari hiyo hiyo, mstari ule wa 4 mpaka mstari wa 11 hapa kwenye kitabu cha Mwanzo, utaona jambo jingine ambayo inatupa sifa ya tatu, ambayo ni ukaidi wa kingono au kukosekana kwa miiko kwenye eneo la ngono, kwenye eneo la mapenzi, kwenye eneo la mambo ya ndoa. Wanaliona hili kwa sababu kiutaratibu ungetegemea wanaume watafute kufanya tendo la ndoa na wanawake, na ndivyo ambavyo Lutu alisuggest kwa hawa watu. Akasema hawa watu ni wa kiume, ninyi ni watu wa kiume, mmekuja, haipaswi kwenda namna hii. Basi kama ni shida ya shauku na mihemko ya tendo la ndoa, mimi ninao hapa binti wawili. Biblia inasema, akasema nina binti wawili hapa, hawajamjua mtu mume bado. Nitawaleta hawa, muwatendee jinsi muonavyo vema. Maana yake binti wawili ambao bado ni bikra. Na hawa ndugu wakakataa, akasema usitufundishe, sisi tunataka wageni waliokuja kwako. Kwa unaona ukaidi wa kingono au kukosekana kwa miiko ya tendo la ndoa ni moja ya sifa. Watu hawaoni tofauti ya mnyama na binadamu, hawaoni tofauti ya mtu mume na mtu mke, ili mradi wana mihemko na shauku yao ya tendo la ndoa wanataka kuitimiza kokote. Hii ni moja pia ya sifa ya mfumo huu wa Kisodoma au mfumo wa Kibabeli. Kwa hiyo unaona ziko sifa tatu mpaka sasa. Inaondoa heshima ya tabakarika kwenye jamii, lakini pili sifa au kukuza mapenzi ya jinsia moja, lakini tatu ukaidi wa kingono au kukosekana kwa miiko ya tendo la ndoa ni sifa ya tatu ambayo inatafsiri mfumo huu wa Kisodoma. Mungu akubariki sana. Karibu kesho saa 12 asubuhi uendelee kufuatilia sifa zingine tutakazokuwa tukiziongea hapa. Amen.